kuna kujitafuta, lakini riba mwenyewe mmoja amekaa pale, halafu ana pesa yake, si kalifu, si kaokota, si kafanyaje, katulia nayo, anakuja maskini mmoja hoge naye, badala ya kumsaidia anamkandamiza. Kumsaidia ni kumwezesha aende akafanye naye aweze kuamuka. Wewe unampa, anaenda anazungusha biashara yenyewe ya Dar es Salaam hii, mtu azungusha, alafu unamwambia kila laki moja utaleta $120. Ni kweli ndani ya mwezi inazalisha $20,000 wewe na yeye atapata ndani ya mwezi. Kwa badala ya kuamuka kiuchumi, anazidi kudidimia kitu. Wao wakaleta tashbihu mamduhu, innama al-bay'u mithlu riba. Hiyo biashara tunasema tufanye ni sawa sawa, inafanana na hii riba tunayofanya sisi. Hivyo walivyosema kwa neno lao hilo, siku ya Kiyama kabla ya adhabu watafufuliwa vile. Dhalika biannahum qalu innama al-bay'u mithlu riba wa ahalla Allahu al-bay'a, na Allah amehalalisha biashara, wa harrama riba, na ameharamisha riba. Allah hii biashara anayofaradisha akairuhusu fanyeni, na hiyo riba mnayoitaka nini Allah kakataza acheni. Kwa neno kufanana bishakuwa halipo kuanzia hapo. Na hii ni qiyasul ma'a al-fariq, qiyasul ma'a al-fariq. Kwani hao dada zenu mnaokatazwa kuwaoa si kama wake zenu tu, tofauti yao nini? Mungu ameruhusu mtoto wa mjomba aolewe na huyu mtoto wa baba aolewi. Nasema hili si sawa sawa, huyu mtoto wa mjomba na huyu mtoto mwingine na huyu babu yangu na huyu mama yake mwingine na mimi mama yangu, hizo kiasu ma'a al-fariq. Unalinganisha usivyolinganishwa. Innama al-bay'u mithlu riba. Lakini Allah halalisha biashara, haharamisha riba. Riba ni haramu, na mwenye uwezo wa kuharamisha na mamlaka ya kuharamisha akasema msiwe riba, ile nyongeza isiyokuwa na sababu situmie. Na huku kwenye biashara, hata kama mtu atauza mahindi, kaenda akanunua gunia moja shilingi $100,000, akauza shilingi $1,000,000, hii Mungu hairuhusu. Kwenye biashara kuna faida, na mtu faida kuhusu faida. Kwenye riba kuna kile cha juu, Mungu kakataza. Kama kisha wala hakuna mjadala mwingine. Wa halallahu al-bay'a wa harrama riba. Faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Faman ja'ahu maw'izatun, mtu ambaye atakayemjia mawaidha, tena kwa nani? Mtu atakayefikwa na maelekezo ya Rabbih, kutoka kwa Mwenyezi Mungu Mola wake, fantaha, na akaacha kula riba. Alikuwa anakula riba, kile alikuwa hajui, baadaye Mungu akamwambia hiyo haifai, akamfika haya maelekezo kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwamba kula riba haifai, na afanyaje? Fantaha, akaacha, akakoma kula riba. Falahu ma salafa, falahu, anastahili kutumia ibadi yake ma salafa, yale yaliyotangulia. Pesa aliyoipata mtu kwa njia zake hizo za riba, lakini alikuwa hajui kwamba haifai, asiende kuzitupa hizo zake. Falahu ma salafa, kule nyuma atafanyaje? Atakushakwa kwa amruhu ila Allah, jambo lake lile liko mikononi mwa Mwenyezi Mungu, liko kwenye himaya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Atamwangalia nia yake, atamlipa kwa mujibu wa nia yake. Falahu ma salafa amruhu ila Allah. Waman aada, atakayerudia tena kula riba baada ya kufikwa na maelekezo kutoka kwa Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala, fa ulaika ashabun nar, hao hasa ndio watu wa moto. Anayekula riba baada ya kuambiwa riba haifai, huyo ni katika watu wa moto. Hao fiha, hao huko motoni,
khaliduna, wataishi milele. Waliyadhu billahi. Kwa aya inatuelezea riba ni jambo la haramu, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alifafanua, alituambia riba adhabu yake ndogo ni kama adhabu ya mtu anayepata aliyelala aliyeingilia mamake mzazi. Tukikague tunasema nakula riba, anayekula akiacha Mwenyezi Mungu atamsamehe. Anaendelea ni katika watu wa moto. Waman aada ila akli riba, atakayerudia tena kula riba hali ya kuwa tayari ameshafikwa na maelekezo kwamba riba haifai, faulaika ashabu nari, au ndio watu wa motoni, fiha khaliduna, wao huko motoni wataishi milele. Mali yoyote inayokusanywa kwa njia za riba, Mungu hajii baraka yake. Kwa hiyo utakuta mtu anaela nini, lakini anachofanya nini, Mungu ametoa hapo baraka yake, kwa sababu ndani yake inaliwa riba. Na mali yoyote ambayo inatolewa sadaka, Mwenyezi Mungu anatia baraka yake, badala ya kupungua kama unavyodhania, Mwenyezi Mungu anaongezea baraka. Endelea. Yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat. Yamhaqu Allahu riba, Allah hufuta baraka, mahaka, huondoa baraka mali iliyotolewa riba, wa yurbi, na anaikuza as-sadaqat, mali inayotolewa zaka, sadaka, mali ambayo ndani yake inatolewa sadaka, Mungu anaipa baraka ya yubi yubali yubi, anaikuza mali inayotolewa sadaka. Yamhaqu Allahu riba wa yurbi as-sadaqat, Mungu anafuta baraka mali iliyotolewa riba, wa yurbi, na anaikuza na kuitia baraka as-sadaqat, mali inayotolewa sadaka. Anayeambiwa riba haifai kisha akang'ang'ania kuendelea kula riba, huyo sio Muislamu, anakuwa kafiri. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim, Mwenyezi Mungu yeye hampendi kila kafiri mwingi wa madhambi. Sifa zote zimekuja kwa sifa mubaraka, kulla kafarin, sio kulla kafiri, la kulla kafarin. Ila yule ambaye kafiri sana anayeambiwa hicho hakufai na yeye anaking'ang'ania, athiri mwingi wa madhambi. Ukitaka mapenzi ya Mwenyezi Mungu, achana na kula riba. Riba ni majanga katika majanga ya kijamii. Uchumi unatetereka, vyanzo vyake ni riba. Kuna mtu tunamuona mtaani anakwenda mbio na struggle na hivi, lakini leo ukimwambia mchango wa shilingi 10,000 inakuwa tabu kwake. Mbona hela anazo nyingi, sio dhambi zile nyingi na uchumi wa watu wengine. Anachuma arudishi kwa kutoka damu. Unakwenda kukoponia hata jina lake limekaa na ushadamu. Wewe bado tu unataka unakwenda kuuchwa damu yako. Yamhaqu Allahu riba wa yurbi as-sadaqat. Allahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Tuamini maelekezo tuliyopewa, tufanyie kazi maelekezo tuliyopewa, ili tuishi maisha mazuri hapa duniani na tukaishi vizuri siku ya Kiyama. Innal ladhina amanu, kwa hakika wale ambao walioamini imani ya kweli, wa amilu salihat, na wakafanya yanayosuluhu kufanywa, salihati alladhi yasluhu, wakafanya yale matendo mema yanayosuluhu kufanywa, wa aqamu salat, na wakatekeleza sala tano, wa atau zakat, na wakatoa zaka, hao lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alayhim wala hum yahzanun, malipo yao
Kusema riba ni nini? Ni ile iliongeza, ima mtu kakukopesha halafu mpaka tarehe fulani kumlipe, ukachelewesha kumlipa, anakwambia ulipe hela yako, au kufika tarehe kata ulipe na cha juu kiasi kata. Ile ni kwa nini riba? Kile mara nyingi huwa kinakuwa mpaka inavuka ile deni lenyewe, mtu anadaiwa inakuwa kile mpaka kufilisika, mpaka nyumba hana, mara gari hana, mara nyumba hana, mara mpaka ile ya kupanga nyumba hana. Nini? Riba. Kimchanyuma huko kitu cha jahiliya, na hayo ndio maisha yao. Unakopeshwa, unaweza kulipa baadaye wanaenda, ukishindwa kulipa unajua ikao unaenda tu mzee, lakini ukija tena mwezi ujao mpaka tarehe kama hiyo uletea hela yako na kiasi kadhaa. Nafika tarehe ile apata ile hela, lakini ile kiasi kadhaa akijatimia kwa hawezi kwenda, ataenda hadi tatu kuongeza na mwezi mwingine, lakini ukiongeza tena na kiasi kadhaa, kwa inakuwa adhaafa mudhaafa, maradufu. Adhaafa ni mudhaafa, inakuwa maradufu ya kile alichokopa. Ya ayuha alladhina amanu, enyi watu ambao mlioamini, ittaqullah, mcheni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ishini katika taratibu anazozipenda Mwenyezi Mungu na kuziridhia. Ndio takwa. Takwa maana yake an yajidaka Allahu haythu amaraka wa yufqidaka haythu nahaka. Allah akukute pale alipokuamrisha na akukose pale alipokukataza. Ni kutekeleza maamrisho ya Mungu na kujiepusha na makatazo yake. Hiyo ndio takwa. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu alipoulizwa maana ya takwa, akawahi kumwambia yule muulizaji, "Ushawahi kuona mtu anayepita kwenye miba, sehemu ina miba halafu anapita?" Ndio, sikusudia sikuwa na viatu, aliyevaa viatu. Kwa nini akasema ndio, huwa anapita sehemu yenye miba, tunana viatu vyake. Sasa pamoja na kuwepo na viatu, lakini huwa anachagua kuweka mguu. Hiyo ndio hiyo maana yake, kuwa na tahadhari ya hali ya juu. Hata lile jambo ambalo umeruhusiwa ili lifanye, unachukua tahadhari, halina shubha hata nyama. Kama mtu anayepita sehemu yenye miba, anachukua tahadhari na kuweka miguu yake. Si umevaa viatu usifanyaje tu, inawezekana kwa miba pembeni, alafu walitoboa kwa juu. Hiyo ndio jambo khawfu min al-jinn, kuogopa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na nini? Wal-amalu bil-tanzil, na kuifanyia kazi kwa halafu na nini? Waridha bil-qalil, na kuridhika na kustruggle kile ulichopata, kuridhika na hicho alichokugawia Mungu. Halafu wal-istidadu li-yawm ar-rahim, na kuwa na maandalizi kwa ajili ya siku ya Kiyama. Hii ndio takwa. Enyi waumini, ittaqullaha, mcheni Mwenyezi Mungu. Maana yake nini? Ishini katika taratibu hizo. Wadharu ma baqiya min al-riba, na achaneni na kile kilichobaki miongoni mwa riba. Inawezekana ulikuwa tayari umeshapitisha muamala huo na mtu bwana, ikifika bwana mpaka kaelekana bwana ulilipe kiasi kadha, tayari hilo lishapita, achana nalo. Wadharu ma baqiya min al-riba, achaneni na kile kilichobaki miongoni mwa riba baada ya kupewa maelekezo. In kuntum mu'minin, ikiwa ninyi ni waumini wa kweli. Kama ninyi ni waumini wa kweli, ushaambiwa riba haifai, ipokuwa bado iko mikononi mwa mtu na unatakiwa akuletea, achana nayo basi. Wadharu ma baqiya min al-riba. Fa in lam taf'alu, kama hamkufanya hivyo, basi adamu biharbin min Allah wa rasulih, tangazeni mapambano, vita